Baraka na mafanikio. Mpango kazi: kutengeneza na kuuza sabuni, kuendelea na masomo ya Kiingereza, kufungua darasa la kompyuta, kufungua darasa la SS katikati ya wiki. Mambo yaliyofanyika: kutengeneza na kuuza sabuni, kuendelea na masomo ya Kiingereza. Mambo ambayo hayakufanyika na sababu zake: hatujafungua darasa la kompyuta sababu hatujapata udhamini wa vifaa. Hatujafungua darasa la SS kwa kuwa wadhamini wa darasa wamesema tusubiri mpaka watakapotuambia. Mambo yaliyofanyika nje ya mpango kazi: kufungua darasa la watu wazima. Kuhusu sabuni, mapato yake, ona watu wa fedha. Changamoto: ucheleweshaji wa kuripoti pesa za baada ya mauzo ya sabuni kulingana na makubaliano ya kuripoti baada ya mwezi. Changamoto ya pili, wanafunzi watu wazima kutoka makanisa au makanisa yetu kutokuripoti shuleni baada ya kuomba kufunguliwa darasa lao. Pendekezo: makanisa yahamasishe waumini kununua sabuni za mradi wa kanisa, maana waumini ndio wanatakiwa kuwa wateja wakubwa. Mpango kazi: kuendelea na elimu ya Kiingereza, kuendelea na utengenezaji wa sabuni. Imefanyika hapa Nyarugusu 27/2/2026 kwa ajili ya gavana moja Nyarugusu Elijah Msafiri kiongozi. Rais asifiwe. Naomba maswali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumeshukuru kwa ripoti nzuri kutoka Agape pamoja. Kwenye ripoti ya Agape tumesikia kuna sehemu ya kwamba wamesema hawakufungua darasa la SS. Tulitaka kujua darasa hilo la SS ambalo wao watafungua ni la watoto kutoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru mchungaji kwa swali. Katika kikao cha tarehe 5 mwezi wa 12 nilitoa pendekezo baada ya kupata maono kwamba kuna darasa ambalo tulitaka tuungane na walimu wa SS katika jimbo letu, ili kwamba tuwe tunawapata watoto kutoka makanisa yote, au nimaanishe katika section zote, tufungue darasa ambalo hilo darasa ndani yake litakuwa na michezo na litakuwa na mafundisho ya Biblia. Litakuwa ni darasa tofauti na ile ambalo wanafanya Jumapili, na hivyo tuliomba liwe katikati ya wiki. Na tulipotoa hilo pendekezo, kikao kilikubali, tukawa na huo mpango. Lakini sasa mpango wenyewe ulihitaji pesa, kwa sababu kuna vifaa ambavyo vilihitajika kununuliwa. Wakati tulipofanya mpango, tukapeleka pendekezo kwa wale ambao tuliona wataweza kutudhamini. Wakasema mpango ni mzuri, lakini tuwasubiri kidogo mpaka pale watakapotujibu. Ni maana kwamba walikubali kile tulichopendekeza, lakini kuhusiana na ule udhamini ambao utafanya hilo darasa leo linajiendesha vizuri, sababu kule kuna issue ya kula, pamoja na kwamba
una hizi ya vifaa vya kuchezea. Hivyo wakasema kwamba tusubiri, baada ya muda watatujibu kuhusiana na hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swali lingine. Mimi sio swali, lakini niliona hiki kitu kikinisaidia mimi, kwa sababu ya kitu ambacho kipo kwenye mpango kazi akikufanyika, unakiweka tena kwenye hayakufanyika na sababu zake. Hiki kitu mimi niliona kinisaidia vipi? Kitu ambacho ulikiko kwenye mpango kazi au kukifanya tena unakiweka kwenye hayakufanyika na sababu zake. Hii nafasi haiko nafasi, kwa sababu kila ambacho akikufanyika na sababu zake ni kila ambacho ulitarajia kukifanya mwezi fulani na ukukifanya, kiweke kwenye matarajio. Lakini fanye kila ambacho sababu ambacho sikufanya kwa sababu sikutimiza au sikufikia. Yesu asifiwe. Yaani ulifanya lakini ukafika sehemu ukashindwa. Yesu asifiwe. Ili tupunguze maswali. Kiko kwenye mpango kazi, tena kiko kwenye hayakufanyika na sababu zake, tena tunaenda kiona kwenye. Kwa hiyo kiruke kila ambacho kitakuwa hapa ni kila ambacho kilikuwa kwenye matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Muda bado, yani hapa kote ukiacha kifanyike ule muda wake kule. Ndio nafikiri umesema sio swali. Ndio lakini pia ni maelekezo, sioni kama yameenda vizuri kulingana na namna ambavyo mimi nimefanya hiyo. Kitu ambacho unakiweka kama mpango kazi, na maana ni kitu ambacho umepanga kukifanya, lakini sasa kama ukifanya lazima uripoti kwa nini ukufanya. Kwa nini ukufanya? Mimi sikutaka kuingilia swala wakati nilipokuwa naongea, nilifikiri labda ni tatizo la Kiswahili. Labda pia kwa nini kuelewa. Nilikusikia wakati unatoa mpango kazi wako unasema tunafanya. Sasa mpango kazi au umeshaingia kwenye kazi moja kwa moja. Kwa hiyo mimi nimeeleza hivi, mpango kazi wangu ulikuwa na vipengele 5. Lakini katika hivi 5, ni 4. Nimefanikiwa kukamilisha 2. Vingine 2 sikukamilisha. Lazima niambie kikao kwamba hiki sikufanya kwa sababu ya jambo fulani. Na kile ambacho nimeambiwa nisubiri mpaka watakaponiambia, sikukiweka kwenye matarajio. Sikuweka. Ina maana kimesimamishwa na mimi imebidi nisimamishe. Hicho ndo naweza nikasaidia pia kwa huo upande. Bwana asifiwe. Swali lingine la mwisho. Asante. Kulikuwa swali? Karibu mtu wa Ayubu Sinati.